Bana, historia mpya imeandikwa kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, na hii ni baada ya mwanamuziki Mario kuachia project yake Heavyweight EP minaita 3112. EP ambayo ilikuwa ina ngoma 9 lakini 2 tayari zilikuwa on air, so ngoma 7 ndizo ambazo Mario ameziwasilisha rasmi kwa mashabiki na wapenzi wa muziki wake. Hiyo 3112 sijui ni miaka yake 31 anayekwenda kuitimiza au ni tarehe yake ya kuzaliwa tarehe 31 mwezi wa 12, nobody knows. Sasa mimi nilitaka nikupitishe tu kwenye yale machache ambayo yamebeba EP ya 3112 kutoka kwa Mario, kwa sababu ukijaribu kuisikiliza kwa umakini mkubwa utagundua kabisa mwanamuziki Mario ni miongoni mwa wale wasanii ambao wanaelewa ni nini wanataka, lakini pia ni wapi wanakwenda kwenye kazi yao ya sanaa, kwa sababu ukiangalia namna project hii ilivyotengenezwa unagundua kabisa ni vision kubwa Mario yuko nayo kwenye muziki wake, kwa sababu kwenye track list arrangement yake ilivyo, lakini pia maudhui aliyobeba hizi ngoma unasema yo, this is amazing. Lakini nikukumbusha kitu kimoja, wanasemaga real artist lazima atake risk, jambo ambalo Mario amekuwa akilifanya mara kwa mara, na ndani ya hii EP ndicho kitu ambacho kimefanya EP hii kuwa tofauti na kazi zake au project zake nyingine ambazo ameshawahi kuzifanya huko nyuma. Amejaribu kitu kipya, hajarudia vitu ambavyo ameshavifanya huko nyuma. Lakini pia kitu kingine ambacho nataka nikwambie ambacho kinatoka kwenye hii EP ya Mario ni kwamba ukiangalia ngoma kama Ua, Priority pamoja na Dusma ni ngoma ambazo ukizisikiliza huchoki, yani zile ngoma ambazo zitaishi kutokana na ujumbe, melody, lakini pia emotions. Mario ameuvaa ule uhalisia, kwa sababu hali ya Mario kwa sasa hivi kwenye mahusiano iko fresh, kwa hiyo ameuvaa ule uhalisia kuonyesha kuwa yeye kwa sasa hivi yuko engo nzuri upande wa mahusiano, akiwakilisha jamii nzima ambayo pia status yao ya kimahusiano ipo hivyo. So hizi ngoma ni tofauti na Boni akilialia sana, lakini pia hata melody yake, storytelling ni vitu ambavyo ni vya tofauti, ameamua kuvionyesha humo ndani. Ukija kibiashara, Mario ameamua kuingia phase mpya kabisa ya muziki wake, phase ambayo anaamua kuwa serious na engo ya muziki wake kwenda kimataifa. Kwanza matumizi ya lugha humo ndani ni tofauti na track zake nyingine. Amezungumza Kifaransa, umeongeli ndo usiseme, sounds ya kiutofauti. Unaona kabisa huyu mtu plani yake kwa sasa hivi ni kufocus na soko la kimataifa. Kwanza amemshirikisha ya Levis, amemshirikisha huyo mwanadada Sofia Nzau pamoja na Bruce Melody. Ukiangalia hizo nyimbo zote unagundua kabisa huyu kuna kitu anakitafuta kwa engo nzima ya kimataifa. Na mimi nawahakikishia, sio kwamba ni shabiki hivyo, lakini nawahakikishia kwamba Mario akifanikiwa kuliwin soko tu la kimataifa, tumeondoka. Yani tumeondoka, anakuwa ni miongoni mwa wale wasanii ambao wataipeperusha vyema sana bendera ya Tanzania kimataifa, hasa upande wa muziki wa Bongo Flava. Kwa nini naongea hivyo? Ukijaribu kuangalia album za nyuma za Mario kama The Kid You Know, The Godson, ile deluxe ya The Godson, hizo ninataja project ambazo alizitoa hivi karibuni, utaona kabisa kuna movement ya ajabu ambayo Mario anaipiga. Sijui hiyo driving force anaitoa wapi lakini utaona kabisa huyu msanii anapiga movement kubwa sana kwenye soko lake. Wewe nenda toka sikilize, kama hujasikiliza kasikiliza, afu uje ukuje kunikosoa kwa hichi ambacho nimekizungumza hapa. Sasa tunaongea hivi lakini hatujagusa numbers huko kwenye streams, Spotify huko, Apple Music, hatujagusa numbers, lakini kiuhalisia tu ni EP ambayo kiukweli amefanya kitu cha utofauti na zingine ambazo tunazisikia kutoka kwa wasanii wengine.
Kwa mimi hapa napenda kumshauri msanii au mwanamuziki ambaye ndo anaanza safari yake ya muziki amchukulie Mario kama case study yake, kwa sababu ukiangalia Mario tangu alipotoka anavyokuwa, unaona kabisa improvement, anafanya vitu vya tofauti, hakopi trend, yeye ndo anatengeneza trend. Kwa vitu kama hivyo vinamfanya anakuwa msanii kamili ambaye kama kuna upcoming artist leo hii anafanya muziki wake au anafanya ameanza career yake, amchukulie tu Mario kama case study, kwa sababu this man is unstoppable. You know what I'm saying? Cheers. Mimi naitwa Best Benny, hii ni PMTV, you already know. Stay tuned.